kwenda kule. Kwanza hii ni kubwa kiasi gani, lakini pia unaamini utaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Mechi ni saa 6. Kwanza tuipongeze serikali. Naamini kuambie toka mwanzo sikuwahi kuamini kama serikali yetu itakuja kuwa hivi na ikasimamia michezo namna hii. Unajua wanawake sio watu wanaopenda sana michezo. Kwa hiyo nilikuwa nisiamini kama serikali ya mama ndio itakuja kuwa namna hii. Kwa hiyo inafanya kazi yake kwa uzuri sana. Tunapaswa kuipongeza serikali yetu, na wameona umuhimu wa Simba katika mapambano yao haya ya robo finali kwenda nusu finali. Na mechi ya Al-Masry itakuwa ngumu sana. Al-Masry unajua ni timu ambayo wao wanataka kujitutumua kutoka upande wa magharibi na mashariki ya Misri. Kwa maana wao wanatokea Port Said. Lakini kwa sababu kule wacheza nafikiri mechi itachezwa Ismailia. Ni jirani ya maeneo. Na yote yako chini ya ukiangalia kote kuna bandari ile nimleta Canal, Suez Canal. Simba wanakwenda kukutana na timu ya Misri ambayo ni ngumu. Na ukiangalia baada ya mabadiliko ya kocha hata katika mechi zao wamerudi wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni mechi yenye ushindani sana, lakini kwenda na ndege yao pia itawarahisishia mambo. Mashabiki watakuwepo, itawaongezea nguvu. Na bahati nzuri sana Canal Suez Authority Stadium Simba sio wageni. Wa baadhi ya wachezaji wa Simba sio wageni. Taifa Stars imeshacheza pale ikamfunga Uganda 1-0. Lakini Simba imeshacheza pale mechi ya kirafiki pale ikashinda dhidi ya timu ya Saudi Arabia ile daraja la kwanza wakati wako kwenye pre-season. Mimi nilikwenda pale nikawaona. Kwa hiyo wanakwenda sehemu ambayo watakuwa wanaifahamu, wanaweza kucheza. Na Simba inapokwenda Misri watu wanaichukulia kwa uzito. Kwa sababu ile history yao ya kuitoa Zamalek pale. Lakini history yao ya kuwa wameifunga Ahli, history yao ya kuwa wa kwanza kwenye group dhidi ya Ahli. Kwa hiyo Simba ni timu inahesabika ni moja timu kubwa Afrika na watu wa Egypt wanaiheshimu sana. Kwa hiyo Al-Masry wataichukulia kwa uzito sana ile mechi. Sasa kwa wachezaji wa Simba lazima wajue Simba mara zote imeishia robo finali. Ukiachana hiyo miaka ya 70, Simba wanataka kwenda nusu finali. Ni deni kubwa sana wanalo kwao. Na hawapaswi kuchukulia utani hata kidogo kwenye ile mechi. Na mechi itakao hapa Simba majibu na kutengeneza ile advantage ya kuanzia ugenini. Ni kufanya vizuri ikiwezekana kushinda wakiwa ugenini. Maana yake ndio watakuwa wamerahisisha mechi hapa. Kama watakwenda kule kufanya vibaya maana yake haribu mechi ya hapa. Kuna mechi 2 Simba wamefanya hivyo kama unakumbuka. Mmoja wapo ni ile ya Kaizer Chiefs. Wamekwenda wakapoteza kwa mabao 4 kule. Wamerudi hapo wameshinda 3 wakashindwa kufuzu. Kwa hiyo lazima Simba waende kwenye ile hali ya kujua kabisa kwanza Simba nyuma imeisha haribu, lakini sasa wanakwenda kufanya nini ukienda kucheza ugenini. Mimi nawapa advantage Simba labda waharibu tu sasa hivi, lakini ukiangalia nilikuwa nachukua zile timu zote za 4 kwenye group lao. Wangesema ule ndio mfano wa kufuzu. Simba na Bravo, Dar es Salaam 1-0 kule 0-0. Simba angefuzu. Simba na Sfaxien. Kule 1-0 hapa 2. Simba angefuzu. Simba na Constantine. Kule 2-1 kafungwa Simba hapa kafunga 2 bila kashinda. Maana Simba sasa kama Simba watakwenda na hiyo trendi ya kuitumia kama sehemu ya wao kufanya vizuri, basi Simba wanaweza kufuzu. Lakini ni lazima wawe serious kwa sababu ni Al-Masry timu nyingine. Na wasije wakaanza kuamini kwamba kwa sababu Al-Masry nimekwenda kwenye poti ya chini, basi wao wataitoa kirahisi. Hilo itakuwa ni kosa jingine kubwa. Hivi Simba wamemaliza ligi wakiwa kwenye form bora. Imekuja break. Huoni kama imewatoa kwenye leli? Inaweza kukutoa kwenye leli kama ukiwa sio professional. Ukiwa ni mchezaji professional na unajua sasa kuna jukumu linakuja jingine kubwa zaidi. Sasa mechi ni tarehe 2. Preparation maana yake kuanzia unamaliza ligi kuendelea kwenda kwa sehemu ya preparation. Hauwezi ukafanya mambo ya hovyo. Mambo ya hovyo kwa maana kuwa ni professional kufanya vitu ambavyo vinafanana kipindi cha mapumziko ukiwa kwenye kipindi cha maandalizi. Ukiona kuna mchezaji wa Simba atacheza mechi ya Egypt kule akiwa kwenye kiwango duni kwa maana ya kwamba itaonekana kuwa kwenye maandalizi bora, basi it's a professional player. Ni mchezaji ambaye hajui kwa nini yuko Simba, kwa nini anavaa jezi ya Simba na kwa nini Simba wanamlipa fedha zao ili aitumikie timu yao. Kwa nini Simba wanampa nafasi ili aitumikie timu yao. Kwa ni lazima kuna professionalism ya kwamba wachezaji sasa wa Simba wawe wavumilivu kidogo kwamba mapumziko kwao bado hayajafika mpaka watakapomaliza tena mechi ile ya nafikiri tarehe 9, si ndio? Kwa hiyo bado Simba watakiwa kuwa kwenye sehemu ya maandalizi, kuhifadhi kiwango chao na kuwa kwenye kiwango kile cha kwenda kupambana na Al-Masry. Licha kuwa anafanya makosa mengi, ukosekano wake kunatengeneza hofu. Simba anaenda kwenye mchezo, unawezekano mkubwa kwa mkosa Chemalon Fondo. Unazungumziaje pengo lake? Mimi kwangu naona bado kabisa mambo yanaweza kawa mazuri kwa sababu namuona Shamu Karabu
anacheza vizuri sana katika mechi karibu zote. Nimemwona amepunguza weight, nimemwona amekuwa good kwenye timing, nimemwona ana uwezo kusprint. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa pengo hivyo kama anavyosema, lakini kwa sababu ni mchezaji wa kikosi cha kwanza tutasema ni pengo, lakini bado mimi naamini Simba haijalipata hiyo pengo. Hata siku ambazo alikosekana mkongwe Kapombe akacheza Duchu bado walifanya vizuri, si ndio? Kwa ni wachezaji ambao hii ni advantage inatokana na uamuzi wa Fadlu Davids kwa anawatumia wachezaji wake, anazungusha ile round ya kupata wote nafasi ya kucheza. Kwa bado mimi naona Simba wana advantage na wanaweza kaicheza mechi vizuri tu. Kibu Denis baada ya kufunga katika mchezo wa mwisho dhidi ya Constantine amekaa muda mrefu hajafunga kwenye ligi kuu. Kuelekea dhidi ya Al Masry ameanza kufunga kwenye mchezo wa mwisho. Kuna muongezea confidence kuelekea kwenye mchezo na kutengeneza biashara yake. Unajua Kibu mechi zote za kimataifa zote na au mechi zote kubwa za Simba amefanya vizuri sana. Na nafikiri Kibu ni kati ya wachezaji ambao wanajua sana kuzicheza mechi za kimataifa au kuitumikia Simba vizuri katika mechi muhimu. Anakuwa na ile hali ya kuonyesha yeye ni mchezaji mkubwa. Mchezaji ambaye anaweza kuamua matokeo, mchezaji anaweza kufanya vizuri kwenye kipindi ambacho Simba inahitaji matokeo. Simba inapambana kupata matokeo kwa wakati. Amekuwa ni mchezaji ambaye anaonyesha au anaelewa kwamba Simba inataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo mimi sina hofu na Kibu, naamini hata asipofunga bado atacheza vizuri. Ukiangalia mechi na Bravo, mechi na Bravo 1-1 ugenini Angola kule Rwanda, kati ya wachezaji walicheza vizuri na alikuwa tishio, tatizo kwa mabeki na midfield wa ulinzi kwa upande wa Bravo alikuwa ni Kibu. Kwa maana yake ni mchezaji ambaye anaweza asifunge lakini akawa sehemu ya kuifanya timu ikachangia, yani akaweka mchango wake kuifanya timu hiyo tishio kwa wapinzani. Ndio kwa mashabiki wa Simba waendelee kuiunga mkono timu yao kwa sababu Simba ndio wakilishi pekee wa Tanzania kwenye hii michuano ya kimataifa. Sasa hivi wamebaki, tulikuwa na Yanga, bahati mbaya wakawa wamedondoka. Mwanzo anza na kina Azam nane walitoka mapema, lakini ndio maana kama unakumbuka mimi nilikuwa natamani na Yanga na wao wangesogea. Leo tungekuwa tunazungumza robo finali 2. Tunaangalia Champions League, tunaangalia Confederation Cup. Unlucky football iko hivyo. Sio kwamba Yanga walikuwa wako chini sana na bahati mbaya kwa Yanga walianza vibaya sana. Lakini walikuwa ndio wamerudi kwa pamoja na kurudi kwao unaona wamekosa point hapa nyumbani. Lakini bado si jambo baya, wanaweza kurudi baadaye. Tumebakiza hii timu moja kuanzia kwa mashabiki wa Simba na wengine wapenda mpira. Wanaweza kuwa sio wa Simba lakini wanaelewa maana ya kuwa na timu kwenye michuano hii. Wanaweza kaiunga mkono Simba. Hawa wanaokwenda sasa, serikali imetoa ndege, basi watu sasa wajitokeze kwenda. Sio kwa serikali ikitoa ndege afu watu hamwendi, alafu kesho mtaanza kulalamika tena serikali haitoi ndege au ndege iende tupu, na yenyewe haitakuwa jambo zuri. Tutamfanya rais aone kwamba kumbe hawa watu hata hawahitaji huo usafiri, hawataki kuiunga mkono timu yao. Kwa watu wajitutumue waende kaiunge mkono Simba kule, wakitoka na matokeo mazuri hapa basi mambo hapa yatakuwa mazuri zaidi. Hapa waje waiunge mkono kwa wingi, tupeleke timu nusu finali, na saa zingine itatutoa kwenye yale maumivu ya kuwa na timu moja tu kwenye robo finali kwa sababu kuna nyingine imedondoka. Lakini naamini kabisa kama watakaa pamoja wakaungana wataweza kusaidia timu zikafanya vizuri. Unakuwa kwenye uzinduzi wa uwanja? Uwanja upi? Wa Singida Black Star. Chui. Hata na Safari. Lakini ningetamani kuwepo kwa sababu nitaka nijifunze. Unajua sisi tumeandika hiyo kwenye miaka ya mwisho ya 90, miaka yote ya 2000 kuanzia mwanzoni mpaka leo, over 20 years. Lakini kwenye football kila siku unajifunza. Sasa kama hiyo ya Singida mimi natamani niende nione, lakini unlucky nitakuwa Safari. Nimepata mwaliko wa rafiki yangu Diouf, kwa hiyo itakuwa kidogo naahidi kule. Kwa hiyo sitakuwepo, lakini nitawatakia kila laheri Singida, na nafikiri wengine zaidi ya Singida wafanye hivyo ili tuendelee kuwakumbusha Wakongo kwamba wanatakiwa kutengeneza viwanja vyao, maana ni wabishi kweli kweli. Wengine hawana hata viwanja vya mazoezi. Mwisho Jesem kachangia kwenye ujenzi wa uwanja wa Singida. Mbona kwa ajili ya Singida mimi niliwauliza ile ni wadhamini au wafadhili, hamkuwa mmenipa jibu. Na kama ni wafadhili labda kwa sababu ya Usingida, si ndio? GSM kachangia kwa sababu ya nini? Labda ni mdau wa soka au rafiki yake na nani mbaya yule. Kwa hiyo yote inawezekana, lakini no matter what wamechangia au wamefadhili, lakini siku ya mwisho wamefanyikisha jambo zuri la mpira. Kwa hiyo tunaweza kuwapongeza wao GSM, tukawapongeza Mo, tukawapongeza Singida, lakini tukawapongeza Airtel pia. Nimeona itu Airtel, si ndio, ambao ni jambo zuri zaidi. Sasa kama Airtel wamefanya huko, Voda wafanye kwa wengine, na Tigo wafanye nini wajiita siku hizi. Yes, si ndio, wafanye kwa wengine. Nafikiri itakuwa ni jambo zuri zaidi. Lakini niongeza mwisho timu ya taifa. Timu ya taifa. Lakini hapo boss kuna watu wanasema ule uwanja kama wa Mwananchi. Kama Mwananchi nani Yanga? Nasema kuna muda tutasikia tu bwana tumewapa.
Nafikiri ni zile jokes za kwamba kwa sababu hao wanapeanage ni ndugu sijui bana, kama mtu akiamua kumpa ndugu yake sitafanyaje. Kuzindua uwanja mechi yao ndio inakuzindua uwanja Yanga na Singida. Ilikuwa mechi nzuri sana kuiona hiyo. Sasa utafanyaje kama ndugu wanapeana? Utawakatalia? Ndugu anapeana, ndugu anampa ndugu yake, utamkatalia? Sasa alishapeanaga face, alishapeanaga nini? Si ni ndugu bana. Yule mchezaji mwingine yuko Singida lakini akasema kwa ni kwa baba yake, huko ndio nyumbani. Kwa hiyo wataka kipeana pia sio jambo baya. Taifa tunacheza tarehe 25 dhidi ya